Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu, tena ni nafsi ya tatu. Nafsi ni nini? Nafsi ni utendaji wa siku kwa siku. Nafsi ndiyo inayesema nimechoka. Usipambane na mtu unavyomwona nje, pambana na mtu kwenye nafsi yake. Watu wanauliza, mbona sasa hivi watu hawaneni tena kwa lugha mbalimbali? Roho Mtakatifu ameruhusu tutumie Biblia katika lugha mbalimbali. Unapoishi kwenye dhambi, Roho Mtakatifu anakufunulia mwenyewe. Wapo watu ambao wanasubiri waambiwe unafanya 1, 2, 3 ni dhambi. Lakini nataka nikwambie, ukiwa umepata neema ya kubatizwa, ukiwa umepata neema ya kupata kipaimara, dhambi unaijua. Sio lazima tukwambie sisi hapa madhabahuni. Ukipata neema ya kutunza wazazi wakutafuta wewe, unacho kitu cha kipekee kwa wazazi wako. Na wala usinungunike, furahia kwa sababu huyu baba ameona upekee wa ulicho nacho. Na ndio maana kwenye kanisa ukiambiwa kwamba fanya kitu fulani, si kwamba hakuna watu, ila Mungu Roho Mtakatifu anataka ufanye wewe. Na ukifanya utaona kuna baraka unazozipata ambazo wengine hawatazipata. Jumapili ijayo ni Jumapili ya Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tutazungumzia zaidi juu ya nafsi tatu zilizo katika sehemu moja, au Mungu mmoja aliyegawanyika kwenye nafsi tatu. Jumapili ijayo tutazungumzia sana hiyo. Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Neema yako iende juu yetu na Roho Mtakatifu utuatamie. Tumekuja tukikusanyika katika ibada hii, tuna mahitaji mbalimbali mbele za uso wako, lakini wewe ndio mwenye majibu yetu yote. Ndio maana tumekuja kwako tukiomba rehema zako, uaminifu wako, upendo wako vitushukie. Bwana, kaa nasi katika ibada hii, useme na maisha yetu, utuongoze kama upendavyo. Roho Mtakatifu mwenye kanisa, tamalaki kwenye kanisa lako, zungumza nalo katika lugha ambayo kila mmoja atakusikia na kuelewa. Asante kwa ajili ya tumaini jipya kupitia neema yako Roho Mtakatifu uliyekubali kusema nasi asubuhi ya leo. Sema na maisha ya kila mmoja kwa kadiri Roho yako Mtakatifu alivyo na lugha mbalimbali. Sema katika lugha yake ili Mungu apate kusikia. Neema yako ikatoshe sasa na hata milele. Amen. Nasoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 5 hata wa 13. Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 5 hata ule wa 13. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaha, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastajabu, wakiambiana, tazama, hao wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu kwa lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Waparthi, Waamedi, Waelami, nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Arabia karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakreti na Waarabu, tunasikia hao wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Amen. Toketi. Katika kanisa tuna Jumapili 3 ambazo tunaweka vitambaa vya rangi nyekundu. Jumapili ya kwanza tunaweka siku ya wafia dini, tarehe 26 ya mwezi Disemba, siku ya wafia dini. Na kitambaa cha siku ya wafia dini kinawakilisha damu, kinakaa madhabahuni kikiwakilisha damu ya watu waliokufa, waliouawa kwa sababu ya imani yao. Tunaweka tena kitambaa siku ya ubarikio wa watoto wa kipaimara. Kama itakuwa Jumapili au siku nyingine,
lakini vitambaa vinakaa madhabahuni kuonyesha osho la Roho Mtakatifu anawakosha watoto wa kipaimara. Na tunaweka siku ya Pentekoste, kushuka kwa Roho Mtakatifu. Leo kinawakilisha kitambaa hiki, kinawakilisha moto. Kwa hiyo kitambaa hiki kinawakilisha damu, kitambaa hiki kinawakilisha utakatifu, kitambaa hiki kinawakilisha moto. Leo kinawakilisha moto. Moto kazi yake ni kutakasa, kukosha dhahabu, na kanisa linatakaswa, linakoshwa. Ishara ya kukosha na kutakasa ni Roho Mtakatifu. Vitambaa vya siku ya leo, naona njiwa anashuka, ishara ya Roho Mtakatifu analishukia kanisa lake. Ukikaa hapa mbele kwenye madhabahu yetu, ukiwa unapandisha, kitu cha mwisho kabisa kukutana nacho katika ngazi ya kupanda hapa madhabahuni, unakutana na Roho Mtakatifu. Ni picha hiyo hapo. Ukiwa unashuka madhabahuni, unakutana na Roho Mtakatifu. Ni picha iliyopo hapo. Hizi sio picha tu ya kwamba zinawekwa, zina maana yake. Hivi vitambaa hatuweki tu, vina maana yake. Siku moja tulipovaa mavazi haya, mtu mmoja akafika akasema kwamba leo Simba wanacheza leo, mpaka madhabahuni nimevaa rangi ya Simba. Haelewi hata kwa nini vitambaa hivi vipo. Yeye akiona tu vitambaa chekundu anajua Simba wanacheza, lakini ina maana zaidi kwenye kanisa kitambaa cha rangi nyekundu. Na kwa sababu kitambaa hiki kimewekwa leo, nitasema mambo ya usuyo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu, tena ni nafsi ya tatu. Nafsi ni nini? Nafsi ni utendaji wa siku kwa siku. Nafsi ndiyo inayesema nimechoka. Nafsi ndiyo inayesema ninajisikia vibaya. Hata nguo, hatuvai nguo kwenye mwili, tunavaa nguo kwenye nafsi. Nafsi ndiyo inamfanya mtu aonekane hivyo anavyoonekana, ni nafsi. Usipambane na mtu unavyomwona nje, pambana na mtu kwenye nafsi yake. Utendaji wa siku kwa siku. Jumapili ijayo ni Jumapili ya Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tutazungumzia zaidi juu ya nafsi tatu zilizo katika sehemu moja, au Mungu mmoja aliyegawanyika kwenye nafsi tatu. Jumapili ijayo tutazungumzia sana hiyo. Mara kadhaa nimekuwa nikigusia, na hata leo nagusia, kwa sababu Jumapili ijayo mhubiri atahubiri juu ya nafsi tatu. Nagusia tu leo. Na mara nyingi nimekuwa nikigusia hivi ya kwamba mimi ninaitwa Mwipile, ndio jina langu. Ni sawa katika nafsi, lakini nafsi yangu ina utendaji. Mimi mwenyewe ni Mwipile, nafsi yangu ina utendaji. Nikiwa naendesha gari barabarani, trafiki akinikamata, ananikamata kama dereva, lakini huyo dereva ni Mwipile. Nikiwa nimekuja hapa ibadani, nyinyi waamini mnasema mchungaji, lakini ni Mwipile. Nikirudi nyumbani, watoto wangu wanasema baba, lakini ni Mwipile. Mwipile mwenyewe yupo, lakini ana nafsi zinazotenda udereva, ana nafsi zinazotenda uchungaji, ana nafsi zinazotenda familia. Yeye mwenyewe ni Mwipile, lakini nafsi. Hali kadhalika kwa Mungu, mwenyewe ni Mungu, lakini anatenda kazi kama baba, anatenda kazi kama mwana, anatenda kazi kama roho. Mwenyewe ni Mungu. Usifike mahali ukamwona Mwipile ni mchungaji tu. Engo hiyo uchungaji tu ni engo ya kwako wewe, lakini mahali pengine yeye ni baba tu, mahali pengine yeye ni dereva tu. Lakini huwezi ukamtenganisha katikati ya Mwipile na udereva. Lazima kwanza awepo Mwipile ndio awepo dereva. Lazima awepo Mwipile ndio awepo mchungaji. Hali kadhalika lazima pawepo na Mungu ndio pawepo na baba. Lazima pawepo na Mungu ndio awepo mwana. Lazima pawepo na Mungu ndio awepo roho. Kwa hiyo utendaji wa leo ni utendaji wa roho, ndio ambao nataka kuzungumzia. Jumapili ijayo utapata nafasi. Utendaji wa leo ni utendaji wa roho. Lakini roho anafanyaje? Yesu alipokuwa anateswa msalabani, wanafunzi wake walifadhaika. Alipokufa, wanafunzi wake waliingia kwenye shida kubwa. Wakati Yesu akiwa yuko kaburini siku 3,
Hali ya wanafunzi ilikuwa ni mbaya mno. Hawa wanafunzi waliacha kazi zao miaka 3. Walikuwa hawafanyi chochote, wanaongozana na Yesu. Wanakula, wanaishi, wanalala, wanaishi. Yesu ameondoka, yuko kaburini. Unadhani hawa wanafunzi walikuwa na hali gani? Hawa wanafunzi walitoka Galilaya. Kifo cha Yesu kilitokea Yerusalemu. Hawa wanafunzi wanajiuliza watarudije Galilaya? Yesu yuko kaburini. Siku 3 Mungu anamfufua Kristo kutoka kwa wafu. Wanafunzi wanarudishiwa tena tumaini. Wanakaa na Yesu siku 40. Hawa wanafunzi wakiwa wamepata matumaini siku 40. Wanasema alikufa lakini sasa tuko naye. Tutakula, taishi na maisha yataendelea. Mara baada ya siku 40 Yesu anapaa. Unadhani hali ya wanafunzi ilikuwaje? Wamerudi tena katika ile mashaka na hofu. Na sasa hofu imeongezeka kwa sababu wanaowazunguka sasa wanasema kwamba tutawakomesha. Hawa wanafunzi wakaenda kujifungia mahali katika chumba ambacho inasemekana ndiko walikokuwa wamekula karamu ya mwisho. Kile chakula cha Bwana mahali kilipoanzishwa ndiko hawa wanafunzi walipoenda kukaa. Wamekaa katika kile chumba ambacho Yesu aliwanawisha wanafunzi wake miguu akisema fanyeni hivi. Yesu ambaye aliwapa mikate wa wanafunzi wake na chakula chake cha mwisho, kile chumba ndicho alichoenda kukaa wakiwa na hofu juu ya hatima yao. Wamekaa kwenye kile chumba. Zinapita siku 9. Wanafunzi wakiwa kwenye kile chumba hawana tumaini lingine lolote. Wanafunzi hawa tumaini lao lilikuwa moja tu, kwenye kuomba. Na wakidumu kwenye kuomba, siku ya 10 Roho Mtakatifu anashuka. Hii siku ya 10 inaitwa siku ya Pentekoste. Pentekoste ni siku ya 50 baada ya Pasaka. Kwa hiyo Wayahudi walisherehekea siku ya 50 baada ya Pasaka. Lakini siku hiyo Roho Mtakatifu analishukia kanisa lake. Na wanafunzi wanaposhukiwa na Roho Mtakatifu, lengo lilikuwa ni nini? Kulikuwa na malengo matatu. Lengo la kwanza, Roho Mtakatifu alishuka ili kuwatia nguvu. Kumbe tunapofika mahali pagumu tunamhitaji Roho Mtakatifu atutie nguvu. Kusudi la pili, Roho Mtakatifu aliwashuka ili awaondolee hofu. Kwamba mna hofu ya Kristo, mna hofu ya kwamba mtakuwa yatima. Roho Mtakatifu anashuka kuondoa hofu. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu anashuka ili awaongoze. Walikuwa na kiongozi Yesu, sasa kiongozi hayupo. Roho Mtakatifu anashuka ili awaongoze. Roho Mtakatifu anaposhuka anaachia ufunuo. Leo hii tunayo Biblia. Biblia ni ufunuo wa Roho Mtakatifu aliyewavuvia watu kuandika maandiko haya. Watu wanauliza, mbona sasa hivi watu hawaneni tena kwa lugha mbalimbali? Roho Mtakatifu ameruhusu tutumie Biblia katika lugha mbalimbali. Sio lazima sasa hivi ashuke aseme kwa lugha kama alivyokuwa anasema siku ile ya kwanza ya Pentekoste. Sasa hivi lugha mbalimbali zinaweza kumhubiri Kristo. Kwa Roho Mtakatifu anafanya kazi kulingana na nyakati na majira na ufunuo. Sasa hivi Roho Mtakatifu ameshuka kwenye ufunuo. Na kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayetoa ufunuo, ufunuo huu umewekwa wazi kwenye kanisa. Kazi ya kanisa ni kutangaza ufunuo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana kwenye ibada kuna nafasi ya mahubiri. Kazi ya mahubiri ni kufunua ufunuo. Mahubiri tunasoma maneno machache, tunazungumza maneno mengi. Lengo ni kufunua ufunuo, na hii sio kazi ya mwanadamu, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu pia anatufunulia juu ya dhambi. Unapoishi kwenye dhambi, Roho Mtakatifu anakufunulia mwenyewe. Wapo watu ambao wanasubiri waambiwe unafanya 1, 2, 3 ni dhambi. Lakini nataka nikwambie, ukiwa umepata neema ya kubatizwa, ukiwa umepata neema ya kupata kipaimara, dhambi unaijua. Sio lazima tukwambie sisi hapa madhabahuni. Naomba nikupe dakika 2, mtazame tuliyekaa naye. Usimsemeshi kitu chochote, mwenyewe anajijua anavyoishi. Unaweza ukamwongopea mtu yeyote duniani, lakini huwezi kumwongopea Roho Mtakatifu na dhamiri yako. Unaweza ukajifanya hivyo unavyojifanya, lakini Roho Mtakatifu anakushuhudia kwamba hauko sawa. Na wengine wanauliza kwamba
Sasa mimi mbona sijaambiwa? Nani akwambia wakati Roho Mtakatifu anakwambia maisha yako? Na kuna wakati unamchukia Roho Mtakatifu anapokuambia maisha yako. Usingependa uambiwe maisha yako na Roho Mtakatifu. Na kama binadamu atachukua nafasi ya kusema kwa niaba ya Roho Mtakatifu, utamchukia huyo binadamu. Lakini Roho Mtakatifu kazi yake ni kututhibitishia juu ya dhambi. Unaweza kufanya dhambi kwa kujificha sana, na wala mchungaji anaweza sikuone, wala mtu mwingine anaweza sijue, yani umejificha mno usiku kabisa. Lakini Roho Mtakatifu anakuambia unafanya dhambi. Hadanganyi, mwenyewe ni mkweli. Yupo kwa sababu ya kututhibitishia kwamba sisi tu wenye dhambi. Nakumbuka kijana mmoja ambaye tulitumia kama sehemu ya mfano. Alitoka katika familia ya watoto watatu wa baba huyo mmoja. Hawa watoto watatu walitumwa na baba yao, ni mfano, na baba yao alikuwa ni mfalme. Akasema, nataka mwanangu anayeweza kutunza siri akae kwenye kiti changu, mimi nikiondoka mwanangu huyo nimwachie. Kiti cha ufalme kinahitaji kutunza siri. Kwanangu naomba niwapatie ndege huyu, kila mmoja aende mahali ambapo anaona kwamba amuue, mahali ambapo hataonekana. Halafu hakikisha kwamba hakuna mtu aliyekuona. Mtoto wa kwanza alipoondoka, mtoto wa pili alipoondoka, na mtoto wa tatu alipoondoka. Mtoto wa kwanza siku ya pili tu alirudi, akasema, baba, nimemuua yule ndege, hakuna mtu aliyeniona. Babake akamwambia, hongera mwanangu, hakuna mtu aliyekuona? Anasema, baba, hakuna mtu aliyeniona, nilienda kumuua usiku kwenye msitu, kwenye giza, hakuna mtu yote aliyeniona. Akamwambia, basi mwanangu, ni vizuri. Baada ya muda mtoto wa pili naye akarudi, akamwambia, baba, nilikwenda katika kilindi cha bahari kabisa baba, nikazama kule chini kabisa, nikamuua yule ndege, hakuna aliyeniona. Lakini baada ya muda taarifa zikaanza kutembea, mtoto wa mfalme anaonekana nyakati za usiku kwenye msitu. Alipokuwa kwenye msitu, kuna mtu ambaye alikuwa amekutana na matatizo, alikwenda kwenye ule msitu ajifiche, kwa sababu wauaji walikuwa wanamvizia. Akamwona mtoto wa mfalme anaua ndege. Mwingine akasema, nilienda kutafuta samaki chini kabisa ya bahari, nilipokuwa kule chini ya bahari nikaona mtoto wa mfalme anaua ndege. Huyu mtoto wa tatu akazunguka, akasema, baba, nimekosa kuona, kila mahali ninapoenda naona watu wananiona, nimekurudishia ndege baba. Babake akasema, huyu wa tatu mtoto anaweza kawa mfalme, kwa sababu hakuna mahali ambapo hutaonekana, kila mahali tunakuona. Ukiweka tinted tunakuona, ukienda Manzese tunakuona, ukienda Magufuli tunakuona. Kazi ya Roho Mtakatifu ni ya kwanza, ni wewe mwenyewe kusema, ni wewe mwenyewe kukujua. Na ukipata neema ya kumsikia Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anasema, na Roho Mtakatifu hadanganyi. Lakini kila mmoja anacho kitu ambacho amepewa na Mungu cha upekee wake kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana kila mtu yuko peke yake duniani. Hakuna mtu aliye sawa na wewe. Thamani yako ni kubwa kwa sababu uko peke yako duniani. Na haijawahi kutokea wakawae watu wawili, hata kama mmezaliwa mapacha mnafanana, lakini mtakuwa na kitu cha tofauti. Kila mmoja na kitu chake cha kipekee. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutunza kile kitu chako cha kipekee katika maisha yako. Anakutunzia kile kitu chako cha kipekee kwenye maisha yako. Kwa sababu hiyo, hicho ulicho nacho, hicho cha kwako cha ziada, hicho cha kwako cha pekee yako, kila wakati mwambie Roho Mtakatifu akitunze, na Roho Mtakatifu atakitunza, kwa sababu unacho peke yako, hakuna mtu mwingine. Mtu mmoja akaniambia kwamba tumezaliwa watoto 4, lakini baba kila kitaka mahitaji ananiambia mimi tu, hawaambii ndugu zangu. Ndugu zangu wana uwezo mkubwa, lakini baba ananiambia mimi tu.
mwanangu, nimekwama kitu fulani. Sasa mimi namshangaa baba, mbona tuko wanne? Kwa nini baba ni mimi tu? Kwa nimekuja mchungaji, uombe baba funguke macho ya rohoni awaone na ndugu zangu wengine. Nikamwambia, wewe ni mtoto wangapi kuzaliwa? Anasema mimi ni mtoto wa pili, lakini na kakaangu mkubwa na wadogo zangu, lakini wenzangu wote wana uwezo mkubwa kuliko nilionao mimi, ila baba anataka kwangu mimi. Hospitali baba anataka kwangu mimi, bima ya afya anataka ya kwangu mimi, lakini na ndugu zangu ambao wana uwezo. Nataka nikwambie, ukipata neema ya kutunza wazazi wakutafuta wewe, unacho kitu cha kipekee kwa wazazi wako. Na wala usinung'unike, furahia, kwa sababu huyu baba ameona upekee wa ulicho nacho. Huyu baba anakuona wewe ni mtoto wa kipekee. Na hata katika familia zetu kuna wakati mwingine unabebeshwa mambo mazito kwa sababu wewe una upekee, na mtoto anayetumwa sana ndio anayependwa sana. Ukiona uko hapa mmekaa na ndugu zako, alafu babako anakuambia fulani niletee maji, ndugu zako wako pale pale, alafu toka pale sema kwamba alafu soksi zangu zile hujanifulia, kanifulia soksi zangu. Unaenda kufua soksi, alafu mama anakuita njoo basi huku jikoni. Mshukuru Mungu, ndugu zako wako pale pale, hawaitwi, hawatafutwi, hawaambiwi, wamepewa vitu, wamekaa wanacheza karata, wewe unaambiwa nenda. Shukuru hiyo. Na ndio maana kwenye kanisa ukiambiwa kwamba fanya kitu fulani, si kwamba hakuna watu, ila Mungu Roho Mtakatifu anataka ufanye wewe, na ukifanya utaona kuna baraka unazozipata ambazo wengine hawatazipata. Kuna saa nyingine kuna vitu vinatokea, sio kwa sababu ile vitu vinatokea tu ghafla, vinatokea kwa sababu vina uspesho wa watu, na lazima utunze hicho. Wakati mwingine nimekuwa nikitazama tulivyozaliwa, familia yetu, watu wangapi hivi, inakuwaje Mungu kuniita mimi kuwa mchungaji, halafu niuchezee uchungaji huu? Nitautunza kwa sababu wapo watu wengi ambao Mungu ungewatafuta, ungewapata, wangefanya kazi hiyo, lakini kwa nini niwe mimi? Basi Mungu una kitu cha kipekee ambacho umekiweka kwangu mimi, na lazima niombe Roho Mtakatifu akiweze kukitunza na kukilinda, sio kwa sababu ya jambo lingine, nimzalie matunda. Katika somo hili nasema mambo matatu ambapo ndio mahubiri yangu, na baada hapo nitamaliza. Somo natufundisha jinsi mkutano walivyosikia wanafunzi wakisema matendo makuu ya Mungu. Somo la Matendo ya Mitume nazungumzia mambo matatu. La kwanza, jinsi ambavyo makutano walivyowasikia mitume wakisema matendo makuu ya Mungu. Mkutano uliwasikia wanasema matendo makuu ya Mungu. Mpendwa Mwanasegerea, Mungu amekufanyia nini mpaka unaweza ukasema leo? Hawa waliona matendo makuu ya Mungu. Kuna wakati tumekaa kwenye kulaumu na kumlaumu sana Mungu. Tumekaa wakati tunasema vibaya kwa ajili ya Mungu. Mungu ni mimi tu, Mungu ni mimi tu, Mungu hili tatizo ni la kwangu mimi tu. Nataka nikwambie, hata hapo kuna matendo makuu Mungu aliyokutendea ambayo bado hujaweza kuyasema. Na mimi natamani Jumapili ya leo useme matendo makuu ya Mungu aliyokutendea. Hivyo ulivyo, kuna matendo makuu Mungu amekutendea. Hapo ulipo kuna matendo makuu amekutendea. Hiyo afya ulionayo ni matendo makuu aliyokutendea. Huo uzima ulionayo ni matendo makuu ya Mungu aliyokutendea. Hivyo unavyolala, hayo ni matendo makuu Mungu amekutendea. Hivyo ulivyo, matendo makuu ya Mungu aliyokutendea kwenye maisha yako. Kuna watu hawana shukrani, hawaoni. Pata muda, nenda Ocean Road. Pata muda, ongozana na mimi twende gerezani, ukajifundishe watu wanavyolilia hiyo nafasi ulionayo wewe, ukajifundishe watu wanavyolilia muda ulionao wewe, ukajifundisha jinsi ambavyo watu walivyokata tamaa, lakini Mungu amekuinua asubuhi ya leo. Umekuja hapa na bado huoni, na bado ufikiri. Hao walisema matendo makuu ya Mungu. Wewe unasema nini Mwanasegerea? Wewe unasema nini leo Mwanasegerea? Unafika mahali unakosa kula chakula cha mlo mmoja, unamlaani Mungu. Mungu gani huyu nimekosa kula? Unamlaani Mungu. Mungu gani huyu amekosa kunisaidia? Unaweza ukawa na watoto wenye akili ukakosa ada. Shukuru Mungu hata kwa kuwa na mtoto mwenye akili, kwa sababu huna ada. Maana yake Mungu ndiye anayejua kwa nini kakupa mtoto mwenye akili akakukosesha ada.
Nataka nikwambie, ukipewa ada na mtoto mwenye akili utajivuna, utasema sisi tuna uwezo. Lakini Mungu akakunyima ada, akakupa mtoto mwenye akili, unahangaika kumsomesha mtoto. Ni kwa sababu Mungu anataka atukuzwe, useme matendo makuu ya Mungu. Huyu asingesoma kama si Mungu. Lakini ukiona kila kitu ukisoma unasema nimesomesha mwenyewe. Nataka nikwambie, Mungu si mwanadamu. Acha Mungu abakie kuitwa Mungu. Ndio maana akakufanya hivyo ulivyo, ili abakie kuwa yeye peke yake ndiye Mungu. Nisikize vizuri, nisikize vizuri. Mimi miaka yangu bado nasoma bila miwani. Inatosha kusema Mungu asante. Mwanangu niliyemzaa mwenyewe akiwa na miaka 14 ananiambia, baba sioni, nataka miwani. Mimi leo siwezi kumshukuru Mungu kwa ajili ya miwani, kwa kuwa na macho yasiyokuwa na mawani. Hilo linatosha kusema Mungu asante. Mungu asante kwa sababu amefanya kila kitu kwa makusudi yake. Kuna saa nyingine Mungu amekufanya hivyo ulivyo na weusi wako ili uonekane wewe ni mweusi wewe mweusi Mwafrika, lakini bado huo weusi wako huukubali. Unataka kuchukua vitu vya ajabu ajabu ili mradi kwamba Mungu nakusaidia. Mimi sikutakiwa niwe mweusi, Mungu nakusaidia. Natumia na mkorogo kidogo ili Mungu ujue kwamba katika uumbaji wako ulikosea. Nataka nikwambie, huo weusi wako kubali, maana Mungu amefanya kwa ajili ya makusudi yake. Hivyo hivyo ulivyojikubali, sema matendo makuu ya Mungu. Mungu asante. Mimi nikikosa mwanadamu kujisifu wa kunipongeza, najipongeza mwenyewe. Natoka hapa najisikia mwenyewe. Kama sina kitu, naenda kutafuta mlija, nanunua na Pepsi yangu, naweka na mlija wangu, halafu najitazama kwenye kioo, navuta ule mlija wangu, nasema asante Mungu, umeniumba nami nditandita kidogo, umeniumba Mungu nali sauti libaya kidogo. Hivi ndivyo Mungu alivyotaka. Ningekuwa na sauti nzuri, ningekuwa na sauti nyororo. Mungu ukutaka, ulitaka hivi ili nikifika kama nikisema achia, basi shetani anaachia. Nikisema twende, basi Mungu anaachilia njia kwenda. Mungu alivyoniumba hivi na mimi inatosha. Hivi Mungu alivyonifanya inatosha kusema matendo makuu ya Mungu. Na mimi nadhani aliniumba Jumatatu. Nadhani kipindi ambacho watu wanaenda kazini na Mungu alienda kazini, akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, akanitengeneza Jumatatu. Asubuhi nadhani nimetengenezwa Jumatatu kwa sababu nimezaliwa siku ya Jumanne. Kwa hiyo ina maana katengeneza Jumatatu, Jumanne kanileta duniani. Kwa hiyo Mungu aliniumba hivi nilivyo. Yaani hivi nilivyo najikubali. Hivi nilivyo najipenda. Hivi nilivyo natamani niendelee kuwa hivi nilivyo. Mimi najikubali hivi nilivyo. Mimi natembea hivi nilivyo. Ukinikuta barabara natembea kama nimechoka, taratibu, sina haraka mipile, na kwenda kama siendi, sina haraka. Hivyo ndivyo Mungu alivyoniumba. Ameninyima hatua za haraka. Maana angeniumba nikiwa natembea haraka ingenifanya kuwa daktari. Ushaona mwendo wa madaktari Madaktari, hakuna daktari anatembea kama ninavyotembea mimi. Madaktari wao naenda haraka. Mimi Mungu hakunitaka niende haraka. Mungu hakunitaka niende jeshini nikabebe bunduki. Mungu alitaka nikae madhabahuni, na kwa sababu hiyo namshukuru yeye peke yake, kwa sababu ndiye Roho Mtakatifu anayesema na maisha yangu. Naomba mwambie jirani yako, jikubali. Mungu amekusaidia, amekumba na kipilipili chako hicho. Eti siku nyingine wewe kipilipili hicho, hizo nywele, hicho kichwa unamtigisha nani hicho kichwa? Wewe na kipilipili chako hicho. Mungu angekufanya nawe kuwa na nywele ndefu kama za Wahindi na Wazungu, mbona tungekoma? Hicho kipilipili tu nacho kinatingishika kichwa. Mungu kakumba hivyo ulivyo. Jikubali. Segerea jikubali. Mungu amekufanyia nini kwenye maisha yako? Kuna kitu Mungu kakufanyia tofauti. Mungu, familia aliyosababisha uzaliwe, alitamani kabisa familia hiyo. Ungezaliwa katika familia ya kichungaji, wewe tungepata shida. Ndio maana Mungu akatafuta baba mlevi, mama asieleweka, halafu akakuingiza akakuchomeka pale katikati. Halafu kazaliwa, ukiangalia baba yako na mama yako utamani atakusema yule ni baba yangu, yule ni mama yangu. Hapo kakuchomeka. Ili usifike mahali ukasema kwamba sisi kwetu ni watu wazuri sana. Kakuchomeka katikati ya walevi, kakuchomeka katikati ya mama asiyesikia, kakuchomeka na ukazaliwa hapo. Mungu akakutendea matendo makuu. Na bado wale walevi eti walikulea. Bado wale walevi eti leo walikulipia ada. Bado wale walevi leo walikusimamisha. Wewe mshukuru Mungu kwa kuzaliwa kwenye familia ya walevi. Wewe mshukuru Mungu kwa kuzaliwa katika familia ya watu wasioeleweka. Wewe mshukuru Mungu. Kuna wengine
wamezaliwa katika familia za watu wanapiga ramli na matambiko. Mungu hakutaka uzaliwe huko, hakutaka uzaliwe katika mahali ambapo yeye ana makusudi nao. Mungu akufanyia nini mwana Segerea? Jambo la pili, hao watu waliwasikia, waliwadhihaki wakasema labda wamelewa. Usiogope kudharauliwa. Kudharauliwa ni maisha. Wanakudharau leo, kesho atakuheshimia. Sio siku zote uheshimiwe, kuna wakati wa kudharauliwa. Kubali watu wa kudharau, kubali watu waseme umeshindwa. Kudharauliwa pia ni maisha, kudharauliwa pia ni hatua. Sio wewe wa kwanza kudharauliwa, alidharauliwa Yesu, walidharauliwa wanafunzi wake. Walipokuwa wananena kwa lugha watu wakasema wamelewa. Wote kuambia huna akili haimaanishi huna akili. Itakachokifanya baada ya kuambia huna akili ndio utaonekana huna akili. Hivi unanielewa? Wote kuambia huna akili, usifike mahali ukafanya vitu ambavyo watu hawana akili. Kwa mfano mtu anakuambia ng'ombe, sasa unajitazama vizuri, mimi mbona sina mkia? Mbona sina ngozi? Mbona sina pato? Halafu naona kasika, mimi ng'ombe. Utakuwa ng'ombe kweli? We mbwa, mimi mbwa, utakuwa mbwa kweli? Lakini kwambia mbwa unajiangalia, mbona sio mbwa? Ila yeye amenifananisha na mbwa, kwa hiyo yeye anawajua mbwa, kwa hiyo yeye ndio mbwa. Mimi sio. Napigana na nani? Napambana na nani? Nahangaika na nani? Sikiliza Segerea, watu wakudharau leo, kesho watakuheshimia. Lakini heshima inalindwa, heshima inatunzwa, heshima inahifadhiwa. Watu leo wanakudharau, kesho watakuheshimia. Kama utavuka daraja la kudharauliwa, kama utavuka daraja la kutokuheshimiwa, kama utavuka daraja la kufika mahali watu wakasema kwamba yule ana akili. Akili hazionekani kwa kujibu, akili zinaonekana katika utendaji. Mtikisha jirani yako, mwambie una akili sana wewe. Unaona alivyofurahi? Sasa ukimgeuzia kibao usimwambie hilo lingine. Ukimgeuzia kibao mwambie mjinga, utaona kwamba kasirika. Sasa ujinga uko kwangu mimi au ujinga uko kwa wewe? Nataka nikwambie kila mtu ana kitu chake na kila mtu ana sababu za kujiona vile alivyo. Usijidharau asubuhi ya leo. Nataka nikwambie wakikudharau wamekudharau wao, lakini wakudharau wanadamu wote. Yupo ambaye hakudharau, aliyekupa pumzi, aliyekupa uhai. Yupo ambaye hajakudharau bado, ndio maana akakupa afya. Yupo ambaye hajakudharau bado, ndio maana akakupa asubuhi ya leo ili ufike hapa uweze kumwabudu katika roho na kweli. Roho Mtakatifu. Inatosha bwana. Ili la mwisho, kesho Jumatatu ninakuja hapa tena nije kufundisha. Jumatatu kesho nataka nifundishe karama. Kesho nataka nifundishe karama saa 12 jioni. Tutaanza ibada, nifundishe karama na huduma na kazi zilizomo katikati ya Roho Mtakatifu. Alafu sijui kama kesho nifanye maombi kidogo, nimruhusu Roho Mtakatifu, maki mwenyewe ana tabia ya kuomba. Matendo ya Mitume, Warumi sura ya 26 mstari ule wa 8, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Anaomba. Ngoja tumuombe Mungu.